ninakushukuru kwa neema yako na upendo wako. Asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa neema uliotupatia, neema ambayo umetupatia ya kuweza kuwa hai, lakini kuwa na akili timamu na kuweza kusikia neno lako na kulielewa. Tusaidie tusiitumie neema hii bure, bali tukafanyie kazi yote ambayo unatufundisha siku ya leo. Tena kama ulivyofanya Jumatano iliyopita, waguse watoto wako katikati ya ombi, katikati ya somo, mtu fulani akaguswe na akapokee nguvu yako kwa ishara na maajabu. Ninakutukuza maana wewe ni Mungu na unakwenda kutenda makubwa kuliko tuombavyo. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa mtazamaji, unakumbuka ya kwamba katika Jumatano iliyopita tuliangalia somo letu muhimu sana. Tukaona kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 3, tukaangalia fungu letu la 20, ambapo tumeona ya kwamba mtume Paulo anawaandikia Waefeso. Tuliangalia kwamba tuliangalia asili au background ya lile fungu vizuri. Tukaona sura ya kwanza, tukaangalia sura ya pili, ndipo tukaja sura ya 3 kwa muhtasari tu. Tu mtupo wa jicho ya kwamba Efeso ulikuwa ni mji ambao ulikuwa ni mji wenye nguvu katika dola ya Kirumi, kiuchumi, lakini pia kithiolojia, yani kiibada na kiroho. Tukaona kwamba Efeso ilikuwa ni eneo ambalo mungu wao mkubwa ambaye alikuwa anatambulika na Wagiriki na Warumi, anaitwa Artemi, alikuwa anaabudiwa pale. Na tukaona ya kwamba Wakristo waliokuwa wanaishi eneo lile walikuwa wanapambana na nguvu za giza sana. Naweza kusema huenda hata kuliko hata wakati huu, huenda kwenye kwata. Lakini Wakristo wale ilibidi waandikiwe barua na Paulo aliyekuwa kifungoni, akiwaelekeza namna ya kujitambua, kwamba kabla hujapambana na nguvu zozote ambazo ziko kinyume na wewe, lazima ujitambue wewe ni nani. Paulo akawaelezea kwenye kitabu cha Waefeso ya kwamba kuna kitu kinaitwa utu wa ndani. Akasema kwamba lazima tuweze kufanywa imara katika ule utu wa ndani, na anaeleza ya kwamba kuna ulimwengu usioonekana. Nakupa tu summary kidogo kwenye somo lililopita. Kuna ulimwengu usioonekana. Kitabu cha Waefeso ndipo tunaona matumizi ya neno katika ulimwengu wa roho yanaanza kutumika pale, Paulo akionyesha ya kwamba ulimwengu halisi unaoshikika tunaouona, tukiwa na meza, tukiwa na vifaa kama hivi, tukiwa na nguo kama hizi, tukiwa na mikono, tukiwa na vitu ambavyo vinahusika, sio peke yake huo ulimwengu. Kuna ulimwengu usioonekana, kuna malaika wasioonekana. Nikatoa mfano kwamba hata hivi ninavyoongea kuna malaika ambao wamenizunguka hapa, lakini kwa jicho la kimwili huwezi kuwaona. Hivi ninavyoongea hapa, kuna nguvu iko ndani yangu ambayo ndio inanisukuma kuongea hivi ninavyoongea. Huwezi kuiona kwa macho, lakini matendo yake yataonekana nje. Tukaona katika lile andiko la Efeso sura ya 3 fungu la 20, Paulo anasema na ashukuriwe Mungu awezaye kutenda. Lakini katika utendaji wake anasema kwamba anatenda mambo ya ajabu makubwa kuliko tuombayo wala tunayowaza, ila anasema ni kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yenu. Hapa ndipo tulipoweka msingi wetu vizuri kabisa. Na unakumbuka kwamba kabla tujamaliza somo lililopita tukasema kwamba nguvu hii tunayoiongelea ni nguvu ya Roho Mtakatifu, sio hisia, sio mihemko, ni nguvu ya Roho Mtakatifu ndani. Tukamalizia somo letu lililopita, sehemu yetu ya kwanza, tukamalizia kwa maombi ya kwamba tuendelee kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu, kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu ndio inaweza ikabadilisha vitu vingi kuliko ambavyo tunaweza kufikiria. Asili sio mimi. Asili hii ya nguvu si asili hii Roho Mtakatifu yangu. Unatakiwa uweze kana kuyapigia mstari. Wengi hufanya katika nyakati za leo kubwa sana, wanachanganya nguvu ya Mungu na msisimko wa hisia. Ndio waumini wengi sana wanachanganya. Kwa hata kama wakifika mahali, hii inaitwa kwamba ni emotional excitement.
wanapoona ya kwamba mara nyingi wanapoona mtu akipiga kelele, anashangilia, anarukaruka, wanadhani ya kwamba pale ndipo nguvu ya Mungu inaonekana. Hapana, ile ni excitement ambayo sisi kama binadamu tunayo ndani yetu. Hata katika Agano la Kale na Jipya walifurahia, walishangilia. Ndiyo, ni kweli kabisa, lakini isichanganywe na nguvu ya Roho Mtakatifu hata kidogo. Ukiangalia katika madhehebu yetu na itikadi zetu, ambao pia Mungu atusaidie ili tuweze kuliko mitazamo yetu kimwili, kila dhehebu lina namna yake ya kuonyesha excitement au kufurahia tukio la kiroho likitokea. Sio nguvu ya Roho Mtakatifu, ni hali yetu ya kibinadamu ya kusisimkwa, ambayo ni sehemu ya ubinadamu wetu. Sitaki kuita dhambi, maana ukiniambia ni dhambi, basi kucheka pia ni dhambi, maana kucheka pia ni sehemu ya excitement. Kwa hiyo mchungaji, unamaanisha nini hapa? Wengine katika kushangilia kwao wanapiga makofi. Sio kazi yangu kuhukumu. Wengine kwenye kushangilia kwao au kuonyesha excitement wanaitikia neno amen kwa nguvu kubwa. Ni mfumo wao. Wengine utakuta wanasimama na kupiga makofi. Wengine wanasimama, kila mmoja na staili ya kwake. Tusije tukaichanganya hizo staili zetu na kwamba hiyo ndio nguvu inayosema katika Biblia hapa. Hiyo ni staili tofauti. Na ukienda South Africa utakuta wana staili yao kulingana pia na mataifa. Ukienda Marekani utakuta. Mimi nimejifunza kuwaheshimu kila watu kwa staili yao. Posema nanyi mtapokea nguvu. Unakumbuka kwenye somo lililopita niliwaambieni ya kwamba neno la kipekee la Kiunani ambalo limetumika pale ni dunamis. Na wenzetu wa Yunani ukiwachukua kwa maoni yangu, wataalamu wa lugha wanaweza wakajua zaidi kuliko mimi, lakini wa Yunani, wa Ebrania, wa Arabu ni matajiri wa misamiati. Kwa hiyo kwa mfano kwa Yunani anapoongelea upendo, akiongelea upendo wa kati ya mume na mke anatumia msamiati tofauti. Anapoongelea upendo kati ya mtu na mtu kama ni ndugu yake anaongelea upendo tofauti. Anapoongelea upendo labda wa mtu ambaye alifanya jambo akakuvutia, wanatumia misamiati tofauti pia. Vivyo hivyo wanapoongelea habari ya nguvu wana misamiati kadhaa. Kwa hiyo Biblia iliposema nanyi mtapokea nguvu, ametumia neno dunamis. Kwenye somo lililopita nikalielezea tu kidogo, ambalo dunamis ndio tulipata neno dynamite. Neno dynamite katika lugha ya Kiingereza ni kama neno baruti. Tuchukulie tu mfano wa baruti jinsi ilivyo, ambapo fikiria kazi ya baruti jinsi ilivyo. Baruti inapowekwa ndani ya kitu inalipuka, kunakuwa na mlipuko unaotokea nje. Sisi ambao tumekulia kule milimani, kwenye mawe kule Mwanza tulipozaliwa Tanzania, tunaelewa vizuri jinsi wanavyopasua mawe. Wanachonga vizuri, tunaita kuchoronga. Wanachoronga vizuri na kutengeneza shimo katikati ya jiwe kubwa, na baruti inawekwa pale. Wakiweka ile baruti inapasuka na kupasua jiwe. Hiyo ndio neno dunamis. Ile nguvu inayopasua ndio dunamis, ndio dynamite. Nikawapatieni mfano ya kwamba ndio tukapata kile kidubasha ambacho tunakitumia kwenye baiskeli, kinaitwa dynamo, ambayo ikifungwa pale inapoendelea kusuguliwa na tairi inazalisha umeme ambao tunautumia kule unapoendesha baiskeli yako, unamulika kule mbele. Kwa hiyo unapoona neno limetumika nanyi mtapokea nguvu, usije ukalinganisha nguvu ya hii dynamite ambayo ni baruti au dunamis ukailinganisha na nguvu inayozalishwa na betri. Nguvu ya betri inaisha kwa sababu ikitumika inapotea. Lakini hii nguvu ambayo tunaiongelea hapa, ambayo ni nguvu ya Roho Mtakatifu, ameitumia Paulo au mwandishi wa kitabu cha Matendo Dr. Luka, anatumia neno dunamis, ni kwamba ni nguvu ambayo inatokea ndani, ambayo
inapasua vitu vilivyoko nje. Bado mchungaji, sijakuelewa. Hii sio willpower, sio nguvu ya maamuzi au nguvu ya akili. Hapana. Nataka nikuambie, willpower ni ile ambayo mtu mwenyewe anaweza akaamua kwamba sitafanya hivi, lakini hamu ya kufanya anayo. Ndiyo. Nguvu ya Roho Mtakatifu inapoingia kwenye maisha ya mtu, inambadilisha mtu kutokea ndani, inaondoa mpaka hamu ya kutenda kitu. Ndiyo nguvu kubwa kiasi hiki. Yaani mtu ambaye alikuwa anatamani kuvuta bangi, hii dunamis inapoingia inaua mpaka hamu ya kuvuta bangi. Watu walio wengi sana katika maisha yao ya kiroho wana ile willpower. Mimi willpower sikatai, Mungu ametupatia willpower, lazima tuitumie willpower pia. Lakini ujue kwamba anayeweza kuua hamu ya dhambi katika mwili ni Roho Mtakatifu. Nanyi mtapokea nguvu. Dunamis wakati mwingine nailinganisha na generator. Generator unaona inazali kabisa na betri. Kwamba betri sababu yenyewe, kwa hiyo unaweza ukachukua betri ukaichaji kwenye umeme. Nguvu itakapoisha, habari nayo imeisha. Ndio Wakristo walio wengi sana wanakuwa na nguvu ya betri katika Ukristo wao, lakini hawana nguvu dunamis. Kwa sababu nguvu yao ya betri ni kwamba anachajiwa. Anapochajiwa, kwa sababu hana uwepo wa Roho Mtakatifu ambao analeta ile dunamis, Ukristo wake unaenda akikumbana na matatizo, akikumbana na changamoto, waumini kanisani wakimsema vibaya, anakuta wazee wa kanisa wamemkwaza, mchungaji ameongea neno fulani, mchungaji hajapokea simu, mchungaji hajanijibu, Ukristo wake unaanza kushuka chini. Jua ya kwamba huyo mtu alikuwa na power ambayo imetokana na betri. Ombi la kila mtoto wa Mungu ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Dunamis, mtapokea dunamis. Hakusema mtapokea energy. Mtapokea dunamis akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Hatimaye Biblia inatufundisha kwamba Mungu hutenda kazi kuanzia kwenye nia kabla ya matendo. Kwa kabla mtu hajazalisha matendo nje ambayo yanaonekana yenye nguvu, Mungu anaanza kushughulika na nia ya mtu kabisa. Sikia. Dini, sikiliza vizuri hapo. Dini inajaribu kubadilisha matendo. Acha pombe, acha zinaa, acha uongo, acha wizi. Lakini nguvu ya Mungu inabadilisha hamu. Sipendi tena pombe, sitaki tena zinaa, sitaki tena uongo. Hicho kitu kinatoka ndani. Sasa angalia tofauti ya dini na nguvu ya Mungu. Unajua, mara kadhaa nimwambieni kwamba haijalishi tafsiri ya dini utakaangalia kwenye dictionary huko kwenye nini, mimi sio nayo itumie sasa hivi hapa, kwamba ni jitu kumtafuta Mungu, lakini ukiroho ni jitihada ya Mungu kumtafuta mtu. Ndio vitu vile tofauti. Dini, tenda hivi na hivi ili ukubalike. Ukiroho unapendwa kwa kuwa umeumbwa na Mungu. Ni vitu kama vinakinzana hivi. Kwa hiyo hata sisi tunapoongea, sisi tunaowahubiri, sisi wachungaji wenu, walimu wa dini, walimu wa masuala ya kiroho kanisani, tunachohitaji sana muweze kukielewa ni kwamba Baba yenu wa mbinguni anawapenda kwanza, ndipo awatengeneze. Hili lisipoingia kwenye akili yako, utaishi chini ya hatia, utaishi chini ya utumwa, utaishi chini ya hofu, na hii nguvu tunayoongelea unaweza kuniuliza swali, mchungaji, nimeelewa kwamba hii dunamis, hii nguvu ambayo inaingia ndani yangu
inaua hamu ya kutenda. Na umeshampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini bado unasikia ile hamu ya kurudi kule kwenye mambo ya kale kama iko ndani yako. Je, nifanye nini? Cha kwanza kabisa, usimkimbie Mungu kwa sababu hiyo, kwa sababu upendo wa Mungu kwako sio wa mhemko, ni agape. Anajua yote, lakini bado anakupenda, ila anahitaji akuingize kwenye alignment hatua kwa hatua, ili uweze kupokea dunamis kwa uwepo wa Roho Mtakatifu. Ndio sababu hata leo amekupa neema ya kusikiliza kipindi. Ndio prosesi yake hiyo. Kwa usije ukasema mimi ninaona ile hamu bado ipo, kwa hiyo huenda Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Hatua kwa hatua. Walikuwepo wanafunzi pamoja na Yesu, lakini anawaambia nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilieni juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa wako na Yesu, lakini bado walikuwa hawajapatiwa ule uwepo wa Roho fuli ili waweze kupata ile dunamis. Walikuwa wanatoa pepo bado. Hata Yuda alifanya hivyo. Kwa hii ni process. Sitaki uanze kumkimbia Mungu kwa sababu kuna vitu unaona haviko sawa kwenye maisha yako. Ni sawa na mtu ambaye anakimbia hospitali kwa sababu anakuta bado anaumwa kichwa, japokuwa alitibiwa typhoid. Rudi kwa daktari ili awakufanyia assessment. Daktari ndiye ajue kwamba nini kinasababisha bado kichwa kinauma. Dunamis. Matendo ya Mitume sura ya 1 fungu la 8 ndio anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Usije ukaanza kufikiria hivi, kwa nini kwa mtu mwingine anakuwa na ujasiri wa kuhubiri neno bila woga wowote? Ni kwa sababu ya hii nguvu iliyoko ndani yake. Usishangae kuwaona watu wanahubiri masokoni. Hivyo ujasiri anaotoa wapi? Ni dunamis iliyoko ndani yake. Ni ile nguvu. Ile nguvu inamfanya asiogope kusimama kwenye soko na kuambia watu Yesu anawapenda. Kabisa. Ninawaona watu barabarani, ninawaona na Mungu akusaidie usije ukawadharau hata siku moja. Maana siku ile nguvu ikikuingia, utakuwa na nguvu ya kushuhudia hata kwenye daladala. Kwa sababu ile nguvu imeingia ndani yako. Mnakumbuka tuliangalia kitabu kimoja kinaitwa Education, ukurasa wa 253, nasoma maneno haya vizuri. It is faith that connects us with heaven and brings us strength for coping with the powers of darkness. Ni imani inayotuunganisha na mbingu na kutuletea nguvu ya kukabiliana na nguvu za giza. Nataka ili uweze kuelewa vizuri. Ione imani kama waya unaokuunganisha na mbingu. Alafu kule ukishaunganishwa na mbingu, ule umeme unashuka. Ule umeme ukishuka ukiwa ndani yako, nguvu za giza zikikujia zinapigwa shot. Imani. Nikaelezea sana somo lililopita juu ya imani. Tukamwangalia Musa, ambao ndio leo sanaenda kwa kina juu ya kumwangalia Musa. Sikiliza vizuri rafiki yangu unanitazama na unanisikiliza kwa njia ya redio. Je, umewahi kujitazama kwenye kioo cha maisha na kujiona umeshindwa kiasi kwamba unadhani Mungu hawezi kukutumia tena? Hivyo ndivyo Musa alivyohisi kwa miaka 40. Alipojitazama, aliona mzee wa miaka 80 aliyepoteza mwelekeo, muuaji aliyekimbia haki, na mchungaji wa kondoo jangwani asiye na makazi maalum. Kwa vipimo vya kibinadamu, Musa alikuwa failure, mtu aliyeshindwa. Alikuwa na kigugumizi na hakuwa na jeshi wala pesa. Kwa vipimo vya kibinadamu, hana chochote. Mungu anakutazama kwa jicho linaloitwa kusudi kuliko CV yako ilivyo. Unaweza ukaangalia CV yako ukaona jinsi mambo yako yalivyo. Una historia chafu na historia mbaya. Kila mmoja unanitazama una historia yako ambayo ukikaa chini ukianza kuiandika, kuna mambo ambayo hata watu hawayajui kuhusu wewe, ambayo siku wakiyajua utakosa ujasiri hata wa kusimama. Na habari njema kwako, Mungu anakusudi na maisha yako, ndio maana uko hai mpaka leo. Acha kukaa katika staili ya maombolezo kwa sababu ya dhambi zilizopita. Acha kukaa katika staili ya maombolezo kwa sababu ya hasara ya kibiashara ulioingia huko nyuma. Yaliyopita si ndwele, Waswahili wanasema, tugange yajayo. Hasara zimepita, uliingia hasara, watu walikuumiza, ni mafunzo uliopitia. Anza ukurasa mpya. Elewa ya kwamba yote ulioyapitia ilikuwa ni chuo cha Mungu, training ground. Mungu alikuwa anakufundisha. Na kwenye kufundishwa, ndugu yangu, kuna hatua ziko nyingi na ni hatua za kutosha.
kwa mfumo wa elimu wa sasa, lakini ambao sisi tuliosoma sisi wakati huo tunaanza miaka ya 90, ndipo tulianza kusoma nasari, zilikuwa zinaanza kuwa na nguvu sana. Tukasoma chekechea. Tukiwa chekechea tulikuwa tunaandika kwa kutumia chaki kwenye vibao, unafuta. Tukatoka chekechea tukaja darasa la kwanza. Darasa la kwanza tulikuwa tunatumia zaidi penseli yenye mfuto. Ina maana kwamba katika maeneo haya yote una uwezekano mkubwa wa kukosea zaidi. Kwa hiyo unaambiwa kwamba utakosea mara kadhaa, lakini utatumia mfuto kufuta. Tukivuka la pili, darasa la tatu, kama sijakosea, miaka yetu hiyo ya 90, ndipo tulipoanza kutumia kalamu za wino. Kwa nini hawakupi wino mapema? Kwa sababu wakukupa wino mapema, unapoandika na wino ni ngumu kufuta makosa. Ndio, unaweza ukafananisha kiroho pia, lakini nataka nikupe habari njema. Katika hali ya kiroho, haijalishi unatumia wino au penseli, damu ya Yesu inafuta. Ndio, unaweza ukaangalia daftari lako. Mnakumbuka ambao tulikuwa tunatumia wino na tukakosea, wakatuletea mfuto ambao unafuta wino. Ule mfuto ambao unafuta wino unafuta, lakini unakwangua karatasi. Kwa hiyo ukitazama unajua kabisa hapa kuna kitu kilifuta, maana karatasi imekwanguliwa kidogo, tofauti na mtu ambaye anatumia penseli. Ndivyo ilivyo, tunaachwa na kumbukumbu ya kwamba kuna mahali tulikosea ili tujifunze, lakini kosa linafutwa. Ndivyo ilivyo, usidumu katika makosa yako. Ulikuwa katika training ground, chuo cha mafunzo. Swali la msingi ni kwa nini Mungu alimpeleka jangwani? Ndio la msingi tukiangalia mambo ya Musa. Sasa wewe ambao unafuatilia kwa njia ya television, unaweza ukasoma pamoja na mimi slides hizi kadhaa uweze kuona mahali Musa alipokuwa. Hapakuwa mwisho wa safari yake, bali ilikuwa darasa. Mungu alihitaji kuua kiburi cha Misri kilichokuwa ndani ya Musa. Rafiki yangu unanitazama, wewe ambao umekuwa ukinisikiliza mara nyingi kupitia Hope Channel Tanzania na redio washirika wengine ambao tuko pamoja nao kule Kenya, kule Kongo, wanafuatilia vipindi hivi, unajua ya kwamba nimekuwa nikazia sana jambo hili siku kadhaa nikifundisha. Nimesema hivi, kama kuna kitu ambacho kinamzuia Mungu asikuingize katika sehemu aliyodhamiria kwa haraka, ni kiburi. Kwa popote Mungu atakapoona kiburi, lazima ashughulike nacho kwanza. Akishughulika nacho, akikimaliza kile kiburi, Mungu anakupeleka pale alipokusudia. Nikasema kwamba ni vizuri kuwa na maombi yako binafsi, ukimwambia Mungu, uwa kiburi ndani yangu, uwa kiburi ndani yangu, na kikianza kuota mwambie Mungu, nionyeshe niweze kujua kimeanza kuota, nikishughulikie. Kwa sababu kiburi ni mti ambao unazuia, unashika ile sehemu ambayo Mungu angeweka nguvu yake ndani, dunamis. Ndio, kiburi cha Kimisri ilikuwa lazima kimalizwe. Mimi ni Misri. Ndio, Musa alikuwa Mwisraeli kwa damu, lakini Misri kwa uraia. Ni kama vile leo Marekani, kama kuna watu ambao wanaringia utaifaoni wa Marekani. Mpaka Trump amekuja na slogan ya American First, ndio ambao anaendelea nayo. Vivyo hivyo kulikuwa na ile hali ya mtu kujiona, mimi ni fulani, mimi ni fulani. Kila watu wana kiburi chao. Nisikilize, Mungu akusaidie uweze kutafsiri sentensi kiroho zaidi. Kuna kiburi cha kabila, mimi kabila fulani, lazima Mungu akiue kwanza ili aweze kutumia. Kuna kiburi cha utaifa, lazima Mungu akiue kwanza hicho kiburi cha utaifa, ili ujue ya kwamba ukimwona Mkenya umemwona ndugu yako, ukimwona Mnyarwanda umemwona ndugu yako, ukimwona Mkongomani umemwona ndugu yako, ukimwona Mganda umemwona ndugu yako. Mungu akiue hicho kiburi kwanza, kiondoke. Kuna kiburi cha kidhehebu, nacho pia kipo. Mimi naokolewa kwa sababu ni Msabato, mimi naokolewa kwa sababu ni Mluteri, mimi naokolewa kwa sababu ni Mlokole, mimi naokolewa. Hicho nacho pia kife, kiweze kuondoka, ili wote tukae kwenye meza moja, tuangalie neno la Mungu linasema nini, sio dhehebu langu linasema nini. Hicho kiburi lazima kife ili Mungu aweze kutumia. Kiburi cha elimu, kiburi cha fedha, kiburi cha afya, ni kiburi pia kingine. Vyote lazima viondoke. Musa wa ikulu alijaribu kuwaokoa Waisraeli kwa nguvu zake, kwa kuua Misri, lakini alishindwa. Mungu alimpeleka jangwani ili amfundishe kuwa ukombozi hauleti kwa nguvu za kimwili, bali kwa utiishaji wa Roho,
ilichukua miaka 40 kuondoa Umisri ndani yake, ndani ya Musa, ili Mungu aingize mbingu ndani yake. Wow, sikiliza vizuri. Ilichukua miaka 40 kuondoa Umisri ndani ya Musa, ili Mungu aingize mbingu ndani ya Musa. Sijui inachukua muda gani kwako ili Mungu kuondoa hicho kitu ambacho kiko ndani yako, ili dunamis, ile nguvu itendayo kazi ndani, iweze kuingia. Sijui itachukua muda gani, lakini mimi ninayeongea na wewe nimemwambia Mungu, sijui utachukua muda gani, lakini utakavyo wewe mwenyewe uondoe kizuizi ndani yangu. Rafiki yangu Daudi, ambaye nimekuwa nikimnukuu sana, katika moja ya maombi yake anamwambia Mungu, usiniondolee roho wako. Anajua maana hii nguvu. Daudi katika mashairi yake anamwambia Mungu, niumbie moyo safi. Anaelewa hii kitu jinsi kilivyo. Laiti kila anayenisikiliza hili neno liingie kwako kama jiwe lililochongwa, ili kabadili maisha yako milele. Unajua, baada ya maandalizi haya ndipo wito wa Mungu ukaja kwa Musa. Mungu alimjenga Musa ndani kwa unyenyekevu na utegemezi, kabla hajamtoa nje kwa mamlaka na miujiza. Somo kubwa kwetu ni hili: usihukumu hatima yako kwa kutazama mazingira yako ya sasa. Mahali ulipo sasa sio mwisho wako, sio destination yako. Jangwa lako si kaburi lako, ni darasa lako la kukuandaa kwa ajili ya utukufu ujao. Wow. Kutoka 3:10. Haya basi, nitakutuma kwa Farao ili watoe watu wangu wana wa Israeli katika Misri. Kabla lazima utengenezwe. Ninawaza Musa alivyokuwa kule Misri, wakati ule alivyomuua yule Misri, na ile mihemko yake ya utaalamu wa kijeshi. Unajua jamaa alikuwa ni komando, kwa hiyo anatamani kutumia ukomando katika mambo ya kiroho, lakini Mungu akamwambia hapana, inabidi nikupeleke sehemu ukose jeshi, ukose kila kitu, ukose hela, ufanye vibarua. Alafu anafanya vibarua kwa mkwewe, hapo ndipo anapoishi, hapo ndipo anapokula, akaozeshwa bure, maana hata hela ya mahari hana. Naongea na mtu ambaye katika maisha yako hivi ukiyatazama huoni mbele. Nina habari njema kwako. Jangwa lako sio kaburi yako. Jangwa lako ni shule yako. Bado Mungu ana mkakati na mpango kwa ajili ya maisha yako. Kwa hata kidogo usije ukarudi nyuma ukasema kwamba haya maisha jinsi yalivyo nitaishia hapa. Hakuna kitu kama hicho hata kidogo. Kama kwa Musa hutaelewa, jifunze kwa Yusufu pia. Mungu ana tabia moja ya kipekee ambayo mara nyingi inatuchanganya wanadamu. Hatuonyeshi picha nzima ya maisha yetu kwa wakati mmoja. Yusufu akiwa kijana mdogo aliona na vianda vikimwinamia. Mnakumbuka ile miganda ikimwinamia, ukuu na utawala. Lakini katika ndoto hiyo Mungu hakumwonyesha shimo atakalotupwa, utumwa atakaouzwa, wala gereza atakalokaa kwa miaka mingi. Kwa nini? Mungu alificha vipande hivi katikati. Hii ndiyo tabia ya Mungu jinsi alivyo. Kama Mungu angelikuonyesha kila kitu kama jinsi kilivyo, kuna wengine tusingekuwa hapa tulipo leo kabisa. Hii inaitwa neema ya kufichwa, the grace of mystery. Ni fumbo la Mungu, neema ya fumbo. Huenda ningetumia lugha hii kwa ni vizuri zaidi. Kama mimi nayeongea nawe hapa ningekusimulia kila hatua ambayo Mungu alikuwa ananipitisha, kama ningelijua zile hatua jinsi zilivyo, huenda ningekataa mapema kupelekwa kwa ambako Mungu ananipeleka. Kwa hiyo neema ya kufichwa inasaidia sana. Mungu anaangalia kule mbele kabisa. Kwa hiyo kuna vitu anaficha. Yeye akamwonyesha tu ya kwamba kuna siku ndugu zako watakuinamia. Nakumbuka mpaka baba yake akawa ndiye anayetafsiri zile ndoto. Yusufu alipoamka siku moja akamwambia, baba, nimeota ndoto, jua na mwezi vinaninamia. Baba yake akamwambia, unamaanisha kwamba mimi na mama yako tutakupigia magoti? Lakini hiyo hatua ya kufika hapo kupigiwa magoti ni changamoto. Changamoto kubwa kwa kizazi cha leo ambao wanaisema sana ni kwamba vijana wa leo wanahitaji wafikie kwenye hatima, wakwepe hatua. Wanataka wafike juu kabla ya kupitia ngazi. Na hii ngazi ina gharama zake, lazima uweze kuzielewa.
Mungu anaamua kuficha baadhi ya vipande katika maisha yetu kwa makusudi. Maana baadhi ya vipande tukiviona tutatishika kabisa, tutaogopa. Hebu nikuulize swali. Musa angeliambiwa mapema kabisa, akaambia, Bwana, picha yako nimeiona hii jinsi ilivyo, wewe nchi ya Kanaani ufiki. Huenda jamaa angekata tamaa mapema, angesema kama sifiki sina haja ya kuwapeleka hao watu. Lakini Mungu akaficha hicho kipande. Maana kuna mahali anatakiwa afikishe watu ili Yoshua aje achukue ile nafasi. Ndivyo inavyokuwa. Mungu hutumia mkakati wa tumaini na ulinzi. Anakuonyesha mwisho, yani ndoto, maono, ili ikupe tumaini la kusonga mbele. Lakini anaficha katikati mchakato na magumu, ili kukulinda na hofu ambayo ingekufanya ukate tamaa kabla hujaanza. Alishikilia ile picha ya mwisho kama nanga, wakati akipita kwenye dhoruba za katikati asizozijua. Hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo. Maana yake ni nini? Mungu anatumia mkakati ambao tunaita tumaini na ulinzi. Ni strategy ambapo anakuonyesha mwisho wa kule anapokupeleka, alafu anakuficha hapa mwanzo. Pastor, sijakuelewa. Ngoja nikueleweshe zaidi. Unakumbuka Musa anapozaliwa, anafichwa katika kikapu, anapelekwa kwenye mto Nile, baadaye anakuja kutolewa. Kama Farao, wakati kitoto kichanga kinachoitwa Musa kimeokotwa, Farao akajua kwamba hiki ndicho kitawaongoza Waisraeli watoke Misri, angekiua mapema. Ndio. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anakubali kukuficha uonekane mtu wa kawaida kabisa, maana anajua akifunua mapema kule anakokupeleka, kuna wakati utaharibiwa kabla ya wakati. Na kuna saa Mungu anakuficha maana anajua mdomo wako, kwamba huwezi kunyamaza. Akikuonyesha kila kitu utafanya matangazo, na ukifanya matangazo anajua kwamba utashambuliwa mapema kabla ya wakati. Jifunze kunyamaza wakati mwingine. Kuna vitu Mungu amekuonyesha, acha kupiga kelele. Acha kupiga kelele. Umenunua gari jipya, unapiga picha, unaweka status. Ndio nyumba unajenga ipo kwenye msingi, unaanza kuwaonyesha watu tukiwa site. Kwa hiyo lazima jifunze. Ni mkakati wa kimungu wakati mwingine. Hebu sikia hii. Kwenye kitabu kinaitwa Desire of Ages, ukurasa wa 224, kile cha Kiingereza, nitasoma alafu baadaye nitaweka vizuri katika lugha ya Kiswahili. Anasema, God never leads his children otherwise than they would choose to be led. If they could see the end from the beginning and discern the glory of the purpose which they are fulfilling as co-workers with him. Mungu hawaongozi watu wake tofauti na jinsi ambavyo wao wenyewe wangechagua kuongozwa. Kama wangeweza kuona mwisho tangu mwanzo na kutambua utukufu wa kusudi wanalolitimiza kama watendakazi pamoja naye. Hii ni kanuni fulani hivi ya kimungu, nataka uielewe. Nairudia tena ili uweze kuielewa. Mungu hawaongozi watoto wake tofauti na jinsi ambavyo wao wenyewe wangechagua kuongozwa. Ina maana kwamba kama Mungu akikuonyesha kila kitu mapema, mchakato ulivyokuwa mgumu, ukauogopa, ukachagua njia tofauti na ile, Mungu hata kulazimisha kurudisha. Hawezi kulazimisha. Ndio maana kuna baadhi ya vitu tunafichwa ili tusivijue, tuendelee kutembea katika barabara. Mungu atusaidie sana. Mwanzo 37 fungu la 10. Akamsimulia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia kifudifudi? Tuliza akili yako kidogo nikwambie. Ni kwa nini mara nyingi sana nimekuwa nikisema kwamba usiwe mtu ambaye una tabia ya kueleza mikakati yako, mipango yako, ndoto zako. Kuna makundi ya watu ambao hawatakuelewa, wataukatisha tamaa. Lakini kuna wengine roho iliyoko ndani yao ni roho ya kuua kile kilichoko ndani yao. Kwa hiyo watakublock. Ila uzuri ni huu, ukiendelea hata kama ulifanya makosa, ukaendelea kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu, Mungu atakuwezesha kuvuka vikwazo vyote. Ashukuriwe Mungu ajuaye kutulinda
ili kulilinda kusudi lake lililoko ndani yetu. Mungu ana kusudi ndani yako. Sikia, hesabu za Mungu ziko hivi. Nataka uzione hesabu za Mungu. Hesabu za Mungu zina majibu yenye tabaka, layers mbalimbali. Wachimbaji wa madini wanajua hili, kwamba wanapochimba madini au hata wanaochimba msingi kwa ajili ya kujenga nyumba, mainjinia wetu hawa wanajua kwamba udongo una layers. Kuna sehemu ya kwanza, kuna sehemu ya pili, inategemea na mazingira uliopo, mpaka ufikie ile sehemu wanakuambia hapa tunaanza kujenga msingi, kwa sababu tumefikia ile layer chini. Hata ngozi yetu unavyoiona, ngozi ina layers, ziko kadhaa. Usidanganywe na hiyo unaiona hapa juu, kuna layers kadhaa. Wataalamu wa ngozi wanajua, hata wakifanya operation wanajua tumeanza layer ya kwanza, tuko layer, wanajua vizuri kabisa mambo jinsi yalivyo. Na Mungu vivyo hivyo ndivyo alivyo, ana layers zake, ana matabaka. Maandiko yanatuambia kuwa Mungu anaweza kufanya mambo ya ajabu kuliko tuombavyo. Hii inafunua kuwa Mungu hajibu maombi kijuujuu, superficial. Wanadamu tunapoona tatizo tunataka jibu la haraka la nje. Mfano, sina pesa, naomba pesa. Sina mke, naomba mke. Lakini Mungu anapojibu haleti jibu moja tu, analeta jibu lenye tabaka, layers nyingi, ili kuhakikisha baraka hiyo inadumu. Wewe unaweza kitu kimoja tu, naomba nyumba. Mungu anaposikia hoja ya kwamba wewe unaomba nyumba, yeye anawaza pia habari ya kodi ya nyumba, kodi ya pango la nyumba. Naongelea kwa mfano Tanzania. Mungu hapo anaongelea juu ya bili ya maji. Mungu hapo anawaza juu ya bili ya umeme. Vyote anaviwaza hivi vitu. Kwa hiyo anajua akupa nyumba mara moja kama tunavyotaka iwe, utajikuta kwamba kuna vitu vingi sana vitashindikana, kwa hiyo automatic nyumba utaiuza. Kwa kabla Mungu hajakupa familia, mume au mke, kuna majibu yanakuja kwa layers. Wewe unataka, kuna wengine mpaka nawasikiliza wakiongea, mchungaji, nimemwambia Mungu mwaka huu usipite. Mwaka huu usipite, kuna layers za kufika hapo ulipo, hapo unapotakiwa ufike. Kwa kuna makundi kadhaa yako hapo. Usije ukaruka hizi, acha Mungu akujibu kwa layers, hatua moja baada ya nyingine. Umemwomba Mungu akupatie mwenza wa maisha. Mungu anajua kabisa kabla ya mwenza wa maisha inatakiwa kwanza akufanye imara kiuchumi. Na kabla ya kufanya imara kiuchumi, kuna vitu vingine hapo inatakiwa uvipitie, ni hatua kwa hatua. Kubali process za kimungu. Mungu anajibu zaidi ya vile tuombavyo au tuwazavyo. Nimewaza tu kwamba Mungu angetujibu kila tunachomwomba kama tunavyotaka, huenda wewe usingekuwa hapa leo. Mungu hufuata kanuni ya uwezo, capacity, kabla ya nafasi, position. Unapoomba gari la kifahari, Mungu anaweza asikupe gari hilo mara moja. Nadhani unaanza kuelewa kile ninachokisema bwana. Sisi tunaanza kuwaza vitu vingine, lakini Mungu anawaza uwezo, capacity, kabla ya nafasi, position. Kwa hata hivi ninavyoongea, kuna mtu ananisikiliza pale kazini kwako, wewe ni karani, mpanga mafaili, lakini Mungu anajua kabisa kule mbele wewe unakwenda kuwa manager. Lakini kabla ya kuwa manager, Mungu anakutengenezea kwanza nafasi. Nafasi iko kule mbele, kule iko mbele kabisa, lakini kabla ya kufika kule kwenye ile nafasi ile, kabla ya kufika kwenye ile nafasi, Mungu anakutengenezea uwezo, capacity, ili vitakapokuja viwe na sehemu ya kukaa. Kwa sababu hicho cheo unachokitaka kinakuja na vitu fulani fulani. Hivyo vitu vitakapokuja, na ambavyo vinakuja pamoja na hiyo konvoi ya cheo, je, kuna sehemu ya kuwekwa? Badala yake anaanza kukujengea nidhamu ya kutunza vitu vidogo, hekima ya barabarani, na uwezo wa kutafuta mafuta. Kumbuka tunaongelea hoja ya baraka ya gari. Akikupa gari, baraka ya nje, wakati huna akili ya kuliendesha wala kulihudumia, uwezo wa ndani, hilo gari litakuua. Hivyo Mungu hukuchelewesha nje ili akamilishe ndani. Naamini hii inaanza kumpata. Kuna mtu ninaongea naye hapa, kuna mtu anaanza kuelewa vizuri. Kuna mtu anaanza kumwomba Mungu msamaha kwamba amechelewesha majibu ya maombi. Pia Mungu huleta ulinzi kabla ya baraka. Mara nyingi tunalia, Mungu, mbona hunipi mume, mke?
Kumbe Mungu anaangalia ndani ya moyo wako, anaona bado una hasira zinakupanda, bado wivu wa kupindukia au binafsi, vyote Mungu anaviona viko ndani yako hivi. Kwa inabidi akutengeneze kwanza. Anajua kabisa kwa karakta yako jinsi ulivyo, ukipata mwenzi wa maisha, hiyo ndoa haitakaa. Ndoa nyingi zinavyovunjika leo sio kwa sababu watu hawapendani, ila ni kwa sababu walishindwa kuwa na hekima ya kuishi pamoja. Kukosa hekima ya namna ya kuishi pamoja inaweza kuharibu. Ndio maana mimi siaminigi hii hoja ya watu kuchelewa na kuwahi, kuchelewa na kuwahi. Mimi nasema ni bora uchelewe upate hekima ya namna ya kuitunza hiyo ndoa kuliko uwahi uiharibu. Sisi tunawaza kupata, Mungu anawaza kutunza. Sisi tunawaza sasa, Mungu anawaza milele. Mungu anapojenga maisha yako, anachimba msingi mrefu sana kwenda chini, mchakato unaoumiza na kuchelewa, kwa sababu anajua ghorofa analotaka kupandisha juu ni refu sana. Usikate tamaa unapohisi Mungu anachelewa, yuko kwenye msingi kabla hajatengeneza ghorofa. Ndiye Mungu tuliye naye. Turudi Waefeso 3:20, fungu letu ambalo linatuongoza. Anasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Umeanza kulielewa hili fungu sasa vizuri. Umeanza kulielewa vizuri sasa. Umeanza kuelewa vizuri sasa. Ndipo Isaya 55 fungu la 8 anasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zangu, asema Bwana. Hapa ndipo utaelewa wakati Yesu anafundisha wanafunzi wake, akamwambia, mnaposali ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kwa nini anasema hivi? Ni kwa sababu kuna saa katika maombi yetu sisi tunaomba vitu vidogo, lakini kumbe kile tunachokiomba kinakuja na package ambayo hatujajiandaa kuipokea ile package. Mungu anatuandaa kwa ajili ya kuipokea package. Mungu akusamehe pale ambapo ulimlaumu ulipo na haja kujibu kwa wakati. Kumbe alikuwa anachimba msingi kwa ajili ya ghorofa lako. Mungu wa zamani ni Mungu wa sasa, hajabadilika. Ni kweli kuna wakati zamani watu walimchora Mungu katika akili zao tofauti na jinsi alivyokuwa, lakini bado alirejesha picha yake halisi ili watu waweze kumfahamu. Kuna hatari kubwa ya waumini kusoma Biblia kama kitabu cha historia badala ya kitabu cha uzima. Watu wengi husema kwa unyonge, haya yalikuwa ya zamani kwa kina Musa na Eliya, siku hizi Mungu hafanyi hivyo. Mtazamo huu unaua imani na kuzuia nguvu ya Mungu kutenda kazi. Ukweli wa kimaandiko unapingana na wazo hili. Kinachobadilika ni vizazi, lakini Mungu habadiliki. Nguvu ile ile, dunamis, iliyomtoa Yusufu gerezani iko hai leo kukutoa wewe kwenye gereza la madeni, magonjwa au kukataliwa. Mungu aliyemtumia Musa akiwa na fimbo kavu anataka kukutumia wewe na kile kidogo ulicho nacho mkononi. Ni Mungu yule yule. Tatizo letu kubwa ni kumpima Mungu kwa matokeo ya nje. Tunapotazama mazingira yetu na kuona giza, tunahitimisha kuwa Mungu hayupo au hayuko upande wetu. Ni kosa kubwa sana. Lakini kumbuka, Musa hakuonekana kama kiongozi alipokuwa jangwani. Alikuwa mchafu, mwenye vumbi na mwenye harufu ya mifugo. Yusufu hakuonekana kama waziri alipokuwa gerezani. Alikuwa mfungwa mwenye nguo za jela. Yesu hakuonekana kama mfalme alipokuwa msalabani. Alikuwa akivuja damu na kudharauliwa. Lakini katika nyakati hizo zote ambazo kwa macho ya nje zilionekana kama kushindwa, nguvu ya Mungu ilikuwa inatenda kazi kimya kimya na kwa kasi kubwa ndani yao. Mungu ni bingwa wa kuandaa mashujaa gizani kabla hajawatoa nuruni. Kwa hiyo usidharau kipindi chako cha ukimya au cha jangwa. Mungu yule wa zamani yuko kazini ndani yako sasa hivi, akiandaa ushuhuda ujao. Ungelimuona Musa akiwa anachunga kondoo, usingelijua kwamba ni baba wa taifa.
mwenye fimbo mkononi, mwenye viatu mguuni ambavyo leo tungevita katambuga, lakini kumbe alikuwa si wakati. Ungelimwona Yesu akiwa msalabani wakati hana nguo, damu zinamtoka, amepigwa mijeledi, amechoka, usingelijua kwamba ni mfalme wa wafalme na Bwana mabwana. Ungelimwona Yusufu wakati yuko gerezani, amenyolewa nywele, amevaa nguo za mfungwa, usingelijua ni waziri mkuu wa taifa la Israeli, usingelijua. Nami nataka nikuambie leo hii, kuna watu ambao hatukuwatarajia, wapo katika mazingira duni, lakini ni viongozi wa kesho wenye nguvu, ambao watatoa makampuni kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, watatoa shirika kutoka hatua moja kwenda taifa lingine, hatua nyingine, watatoa taifa moja kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini leo ni watu duni wa kudharaulika. Wengine hata ni wafungwa magerezani, wengine ni ombaomba mitaani, wengine ni wanafunzi mashuleni, ambao hata watu wakiwaona hawawezi kuwatambua kwamba wana nguvu ndani ambayo imefichwa kwa ajili ya kitu fulani huko mbele. Mungu atusaidie sana. Waebrania 13:8 anasema Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Rafiki yangu unanisikiliza, imani ni bomba la kupitisha nguvu. Imani ni waya wa kupitisha nguvu. Wanafunzi wa Yesu walipokutana na changamoto za huduma na maisha, waligundua siri moja muhimu. Hawakusema Bwana tuongezee pesa au tuongezee majeshi. Walijua tatizo lao si ukubwa wa changamoto iliyo nje, bali ni udongo wa mfereji wa kupitisha nguvu ulio ndani. Ndio maana walimuomba Yesu awaongezee imani. Ndio, tatizo lako sio pesa. Tatizo lako, muombe Mungu akupe hekima ya namna ya kupata pesa. Pesa ni energy, ni nguvu. Energy ina flow, inashuka, ina flow, inaenda, inafuata. Tatizo lako ni kutengeneza mfereji sahihi, na hii hekima ya mfereji sahihi utaipata kwa Mungu kabisa. Yesu anapofundisha kuhusu imani, anatofautisha aina mbili: imani haba na imani kubwa. Tofauti ya ubora wa imani quality na wingi wa imani quantity ni muhimu kuielewa. Wewe ambao umesoma kwenye televisheni yako hiyo slide, haya maneno ukiyasoma yana sink akilini. Ubora wa imani ni usafi wa imani hiyo. Ni imani isiyo na plan B. Ni kama ile ya Shadraka, Meshaki na Abednego aliposema Mungu anaweza kutuokoa, na hata asipotuokoa bado ni Mungu. Hii ni imani isiyotegemea rushwa ya miujiza ili kuamini. Hii ndio imani inayofungua milango wa mbingu. Haleluya! Kuna mwimbaji mmoja wa nyimbo za Injili ambaye amekuwa maarufu sana, nadhani kutoka nchini Rwanda, ambaye ameimba nyimbo za Kiswahili, lakini katika moja wa nyimbo zake anamwonyesha Mungu kwamba hata kama usipotenda bado nitakuamini. Hatutaki imani ambayo mtu anakuambia Mungu amenikatisha tamaa, Mungu amenidisappoint, mimi sitaenda kusali tena maana Mungu hajanifanyia hivi na hivi. Wewe unafanya biashara na Mungu, lakini humwabudu Mungu kama Mungu. Imani tunayoongelea hapa, nimesema hivi, Yesu anapoongelea imani anatofautisha vitu viwili, anatofautisha quantity na quality. Hata kwenye research kuna hiyo quantity na quality, vitu viwili tofauti kabisa. Tunapoongelea habari ya imani ambayo ni imani yenye ubora, imani bora ni imani isiyo na plan B. Yaani nimeamua, naongelea juu ya kitu kigumu katika vyote ni hiki. Mama ambaye umepima hospitalini, umeonekana tumbo lako liko vizuri la uzazi kabisa, lakini bado upate mtoto. Alafu unasema nimeamua kustiki kwa Mungu, Mungu anipatie mtoto kwa wakati wake. Wakati huo kuna mwenzako ambaye ameenda kwa mganga, amempigia magoti shetani na mimba imeshika. Imani bora ni ile ambayo inasema hata kama asiponipatia ataendelea kuwa Mungu. Hiyo ndio imani ambayo inatafutwa. Kwa upande mwingine, wingi wa imani ni stamina ya kiroho. Ni uwezo wa msuli wa imani kuendelea kubeba mzigo wa ahadi kwa muda mrefu bila kuchoka.
Ni uwezo wa kuamini Jumatatu hadi Jumatatu, mwaka hadi mwaka, hata kama jibu litachelewa. Imani hii inajengwa kwa kusikia neno na kupitia majaribu madogo madogo. Unapomwamini Mungu kwenye kodi ya nyumba, unajenga msuli wa kumwamini kwenye ujenzi wa nyumba. Wow! Hivi ndivyo inavyotakiwa. Sio mtu ameomba kitu alafu hajapata majibu, kesho anakata tamaa, haendi kanisani, hafanyi chochote, maana Mungu hajamjibu. Wewe unafanya transaction of faith, nipe nikupe. Haiendi hivyo. Fikiria imani kama waya umeme, connector. Umeme ni nguvu ya Mungu. Unaweza kuwepo kwenye socket, na wewe umeshikilia ile pasi yako, na wewe unahitaji umeme uje kwenye pasi au kwenye jiko. Pasi yako inaweza kuwa nzima, lakini kama hakuna waya wa kuunganisha, pasi haitapata moto. Mashaka na hofu ni vihami, insulators, vinavyozuia mtiririko. Imani ni kipitisho, conductor, kinachoruhusu nguvu ya Mungu itiririke kutoka kwake kuja kwenye maisha yako ili kubadilisha mazingira. Luka 17 fungu la 5, Biblia inasema, mitume wakamwambia, Bwana, tuongezee imani. Rafiki yangu, soketi ina moto tayari, soketi ina umeme. Jiko lako ni zima, lakini kwenye waya wako kuna sehemu pamekatika, ndio maana haiji huku. Kwa unapoendelea kuomba kwamba uweze kupata umeme, una matatizo ya akili, unganisha waya vizuri. Kama kuna kitu ambacho tukiwa nacho tutatatua migogoro mingi katika maisha yetu, ni imani. Lakini hii imani lazima iwe imani ya ukweli, imani ya ubora. Nikisema imani ya ubora, lazima ipitishwe kwenye majaribio mengi ili iweze kuwa imara. Narudia tena kusema hivi, ukimwamini Mungu katika kodi ya nyumba, ukashinda changamoto za kodi ya nyumba, utakuja kumwamini Mungu katika ujenzi wa nyumba. Rafiki zangu ambao mnanisikiliza, hili nimelisema, na mimi nasema moyo wako unaweza ukaelewa nachokisema kwa kuwa kinatoka moyoni. Ingelikuwa mimi ninayeongea na wewe ni malaika kutoka mbinguni, ungesema hujui ya duniani. Ila mimi naitwa David Mbaga, ni binadamu kama wewe, napitia changamoto. Ningekuwa na kuhubiri kitu ambacho siishi, mimi nitakuwa msanii. Huyu Mungu amenitendea maajabu na miujiza mikubwa, mingine nikikusimulia uwezi kuamini. Naweza nikasimulia tu watu wachache ambao hata kama ukisema tu hivi unaweza ukasema hivi kitu ni sawa au sio sawa. Lakini namwamini huyu Mungu kweli kweli. Na unaweza ukaniuliza, mchungaji, je, kuna wakati ulimwomba Mungu na hajakupatia kama ulivyomwomba? Ndio. Niliendelea kumwamini ya kwamba yeye ana hekima kuliko mimi. Huenda wakati wake ulikuwa sio sawa, au nilikuwa sijaandaliwa. Mimi Mungu hajawahi kunidisappoint, ila siku zote Mungu amekuwa akinitengeneza kwa ajili ya kitu kilicho bora zaidi. Kwa hiyo lazima ulielewe hili jinsi lilivyo. Sikiliza vizuri. Kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 8 fungu la 26, akawaambia, mbona mmekuwa waoga enyi wa imani haba? Kisha akaondoka akaikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Hakusema hawana imani, ila ni haba. Hata unanitazama, sio kwamba huna imani, ila ni haba. Ni saa ya kuhitaji imani iweze kuongezwa, iweze kuwa na kiwango na ubora. Mathayo 8:26, Mathayo 8 fungu la 10. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, Amin nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii hata katika Israeli. Umeona kwamba viwango vya imani vipo kabisa. Yote ambayo nimeyasema, yote, utukufu ni kwa Mungu. Mungu ndiye apokee utukufu. Utukufu ni wa Mungu pekee. Suala la mwisho na la muhimu zaidi ni kusudi la nguvu hii. Kwa nini Mungu anataka nguvu yake itende kazi ndani yako? Je, ni ili uwe maarufu, uwe tajiri, uwe superstar wa kiroho? Hapana. Mungu ni mwenye wivu sana juu ya utukufu wake. Kuna hatari kubwa mwanadamu akijitwalia utukufu. Kila mara mwanadamu anapojaribu kugawa utukufu na Mungu, anguko hutokea.
Jifunze kumpa Mungu utukufu. Mungu anataka uwe kioo, si chanzo cha nuru. Kazi ya kioo ni kukaa mbele ya jua, kupokea nuru na kuiakisi kwa wengine. Kioo hakijizalishi nuru chenyewe. Kikiondolewa mbele ya jua kinakuwa giza. Vivyo hivyo, nguvu yote utakayopokea, iwe ni ya uponyaji, mafanikio au hekima, imekusudiwa imfanye Yesu aonekane zaidi, sio wewe uonekane zaidi. Mnaofuatilia masomo haya, nimekuwa nikieleza matukio ya kwangu mimi mwenyewe, pale ambapo niliombea wagonjwa wakapona, ili hali mimi nikiwa naumwa. Hapo ndipo unajua kwamba kumbe mponyaji sio mimi, ila ni nguvu ya Mungu, na Mungu alikuwa ananitengeneza. Wakorintho wa kwanza 10:31 imekuwa ni andiko ambalo nalipenda sana kwenye maisha yangu. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Tafuta utukufu wa Mungu katika biashara. Tafuta utukufu wa Mungu katika ili nafasi pale ofisini. Unataka upande cheo ili nini? Ili watu wakusifie kwamba una akili au upanda cheo. Biashara yako iwe kubwa ili nini? Wapendwa, Mungu ana uwezo wa kukupatia chochote unachomwomba, lakini sharti liwe moja tu, yote yawe kwa utukufu wa Mungu. Isaya 42 fungu la 8 anasema, mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sanamu za kuchonga sifa zangu. Zaburi 115 fungu la 1 anasema, Bwana, si sisi, bali litukuze jina lako, kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya uaminifu wako. Kabla ya kufika mwisho wa somo la leo, kuna kanuni za kubeba, usije ukazisahau. Ziko 4. Natamani hizi uzibebe. Na wewe ambao unafuatilia kwa njia ya television, nitakuwekea kwenye screen ili usome pamoja nami. Unaisikiliza kwa njia ya redio, utasikiliza. Sikiliza vizuri. Kwanza, Mungu hutenda kulingana na nafasi unayompa. Roho Mtakatifu ni mstaarabu. Haingii mahali ambapo hajakaribishwa kwa dhati. Ukimpa Mungu spare key ya maisha yako, atakaa nje. Ukimpa funguo zote, ataingia na kufanya makao. Ukubwa wa nguvu unayopokea unategemea ukubwa wa nafasi uliotoa. Zingatia kanuni hii. Pili, maandalizi ya ndani hutangulia matokeo ya nje. Usilazimishe matunda kabla ya mizizi kuimarika. Kila unapoona unachelewa kufikia unakotaka, jua mizizi inajichimba kuelekea chini. Kubali mchakato wa kujenga tabia, maana tabia ndiyo chombo cha kubeba baraka. Tatu, imani hai ndiyo njia pekee ya kupitisha nguvu. Mashaka ni kizuizi, imani ni kipitisho. Jifunze kuwa na imani yenye ubora, isiyo na masharti, na imani yenye wingi inayodumu. Hii ndiyo siri ya mashujaa wa imani. Kanuni ya 4, usije ukasahau kwenye somo la leo. 4, utukufu wa Mungu ndiyo lengo la mwisho. Kila nguvu anayokupa ni kwa ajili ya jina lake, sio sifa zako. Ukijifunza kumtukuza Mungu katika kila jambo, utaona jinsi ambavyo Mungu atakuamini na mambo makubwa zaidi, maana anajua utukufu utarudi kwake. Mungu akusaidie sana. Najua kuna watu kadhaa sasa hivi wameanza kutuma maombi yenu. Endelea kutuma maombi yako. Unayetuma hapo kwa njia ya YouTube, Mungu akutendee muujiza. Wewe ambao unatuma ombi kwa ajili ya ndugu zako, kwa ajili ya marafiki, watoto wako, mume wako, mke wako, Mungu anaona. Hata kama hujaandika, Mungu anaona. Huu ni wakati wa kuomba ili nguvu ya Mungu itende kazi katika maisha yako, ule utu wa ndani uweze kutengenezwa. Wakati wa maombi, leta listi ya wale unaowaombea, ndugu zako. Sio lazima uandike hapa, hata katika akili yako inatosha. Najua sasa hivi kuna mtu yuko hospitalini unanisikiliza. Dunamis, nguvu ya Mungu itendayo kazi, ikaingie ndani na kupasua jiwe na kulipua kila aina ya dhambi na magonjwa. Unaweza ukaomba ombi hili baada yangu. Nitalisoma hili ombi na we tamka baada yangu hili ombi. Mwisho nitamaliza na ombi la jumla.
Jiandae sasa, popote ulipo, kwa njia ya redio. Wengine najua mnanisikiliza mko kwenye daladala, mko barabarani. Sio lazima utamke mtu akusikie, tamka ndani ya moyo wako ombi hili. Jiandae kuomba ombi hili ninaloliomba hapa, alafu na wewe utalitamka. Ninaanza. Ee Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako nikitambua uhitaji wangu wa nguvu yako. Nimechoka kutumia nguvu zangu za akili na hisia zinazoishia kushindwa. Leo nafungua swichi ya moyo wangu kwa Roho Mtakatifu. Bwana, niondolee hofu ya mchakato. Nifundishe kuona mkono wako hata napopita jangwani kama Musa, au shimoni kama Yusufu. Jenga utu wangu wa ndani. Imarisha dhamiri yangu. Safisha nia yangu. Na panua uwezo wangu wa kubeba kusudi lako. Ninakataa njia za mkato. Nipe imani yenye ubora wa kukuamini wewe kuliko macho yangu, na imani yenye wingi wa kusubiri wakati wako. Maisha yangu na yawe chombo cha sifa zako. Utukufu wote ukurudie wewe, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amina. Tuombe sasa ombi letu la pamoja. Baba, katika jina la Yesu ninakutukuza kwa ajili ya msikilizaji huyu na mtazamaji. Namleta katika mikono yako, ukapate kumpigania katika yote ambayo ameyataja na ambayo hakuyataja. Anayefuatilia kwa njia ya redio, anayeangalia kwa njia ya television, anayeangalia katika simu yake, kwa jina la Yesu Kristo, ile nguvu inayopasua miamba, nguvu inayosambaratisha kila aina nguvu za giza, ikaingie ndani yake na kubadilisha maisha yake kuanzia ndani, ikamvisha ujasiri na kumwingiza katika shule, kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza Mungu kwa ajili ya uponyaji unaoendelea, na kutukuza kwa ajili ya nguvu mpya inayoingia ndani ya mtoto wako. Ninakutukuza maana unakwenda kutenda makubwa kuliko tuombayo. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Rafiki yangu, endelea kuwapatia linki hii watu wengi zaidi, ili waweze kupata somo hili. Ukibarikiwa, bariki na wengine. Bwana akubariki.